Maeneo mengi yaloungua ni maeneo ya madarasa, kuna vitabu vya wanafunzi na baadhi ya mabweni. Tumekuta hali ya moto ni mkubwa sana, lakini kwa uwezo wa Mungu tumedhibiti mpaka hii hali mnayoiona sasa hivi. Yaani madhara makubwa ni hivyo, kama unavyoona vitabu vimeungua, madaftari, na moto wenyewe ulikuwa kama wa kuhamahama, sababu ulianza huku na tukaambiwa pia kuna madarasa ya chini pia yameungua. Kwa asilimia kubwa, ndio maana nikasema hata kujua chanzo hatuwezi kukisema kwa sasa hivi. Kulia habari ya moto umewaka, wanafunzi 5 wametoa taarifa getini. Baada ya kutoa taarifa getini, wananchi wakaanza kuhamasika, wakaanza kuja kutoa taarifa mbalimbali kule, wakaanza kushuhudia. Kwa hiyo wakashuhudia, wakaanza kuzima moto. Wanafunzi wako salama, tunashukuru, na wameanza kusaidia kutoa ndoo nini, vitu vilivyobakia wakaanza kuvitoa nje wananchi. Wito wangu kwa wananchi, tunataka taarifa hizi tuwahi kufika mapema kwa wakati, ili kutoa taarifa zimamoto ili waje kusaidia. Mimi nashukuru kwa hapo, wamefanya kazi nzuri, na baada ya hapo tunatoa shukrani kwa kweli. Kweli hali ilikuwa sio nzuri, moto ulikuwa ni mkali, na kadri ya tulikuwa tunajitahidi kuokoa, tumejaribu kuvunja mlango ili watu wa faya wazidi kuzima moto. Wananchi wengi wakajitokeza kwa wingi, wakawa nasaidia jinsi ya kuzima moto, hali kama mnavyoiona hivi. Kuona huku moto mzito kweli kweli, ndio tukaanza kukimbia, tukaja tukakuta kweli moto mzito. Baada hapo ndo tunaona maji yameisha kwenye maya mafaya, tukaona tujitolee tusaidie wanafunzi hata waokoe vitu vichache. Serikali inaambia wajitahidi tu ili mazima moto daima ajaze maji yawe mengi kwenye magari. Vitokea tatizo kama hili ili tusaidie liokoe.